Kwa sasa hivi naomba nikupe ka historia tu kafupi mpaka leo hii Lissu unamuona yupo ndani Songomigo, kwa ufupi tu ambazo amepitia. Sasa hii ni historia fupi ya kesi ya Tundu Lissu, hasa kesi ya uhaini tangu ilipoanza mpaka leo Agosti 2026. Tundu Lissu ni mwanasiasa wa upinzani, wakili na mwenyekiti wa Chadema aliyechaguliwa Januari 2025. Amekuwa akikabiliwa na madai ya kuteswa kisiasa kwa muda mrefu, ikiwa ni pamoja na kukamatwa mara nyingi, hasa kipindi cha 2016 2017 kwa mashtaka ya uchochezi. Septemba 7 mwaka 2017 alishambuliwa kwa risasi kama 16 hivi, si ndio? Ilikuwa ni nje ya makazi yake Dodoma, na kunusurika kwa shida sana, na mpaka sasa hivi tunavyozungumza bado anatakiwa kupata yale matibabu kwa mujibu wake pamoja na watu wake ambao wapo karibu naye. 2020 alirejea Tanzania kugombea uraisi, alishindwa. Alirejea tena pia 2023 na akawa mwenyekiti wa Chadema Januari 2025. Kesi ya uhaini ambayo inaendelea hii leo. April 3 mwaka 2025, Lissu alitoa hotuba Dar es Salaam kuhusu msimamo wa Chadema, sema hakuna mageuzi, hakuna uchaguzi, ile no reforms no election. Sasa serikali inadai alichochea umma kuzuia uchaguzi mkuu mwaka 2025 kwa maneno yanayohusisha uasi na kuvuruga uchaguzi. Na hata kipindi hiki cha kesi yake kati inaendelea, nimeona mambo pia yamekuwa yakitajwa sana. Lakini April 9 mwaka 2025 alikamatwa Mbinga Ruvuma wakati wa mkutano wa hadhara. Alisafirishwa usiku hadi Dar es Salaam. April 10 mwaka 2025 alifikishwa mahakama ya hakimu mkazi Kisutu na kufunguliwa shtaka la uhaini kifungu cha 392D cha kanuni ya adhabu pamoja na mashtaka mengine ya cyber crimes. Uhaini ni kosa lisilo na dhamana na linaweza pia kuadhibiwa kwa kifo. Yani inabidi ulifahamu hilo. Sasa amekuwa rumande tangu siku hiyo zaidi ya siku 490 hivi sasa tunavyozungumza, kufikia Agosti mwaka 2026. Alikatazwa yeye kama mwenyekiti alisema kama chama kitoingia katika uchaguzi, na mpaka sasa hivi tunavyozungumza ni kweli haikuingia. Maendeleo ya kesi mahakamani. Kesi iliendelea Mahakama Kuu Masjala Ndogo Dar es Salaam mbele ya jopo la majaji watatu, Danstan Ndunguru ambaye ndio kiongozi, James Karayemaha na Ferdinand Kiwonde. Lakini pia kumekuwa kuna ile kuchelewa kwa kesi kuenda haraka, na kumekuwa na mapingamizi tofauti ya kisheria kuhusu ushahidi na mashahidi. Februari 2026 Mahakama Kuu ilikataa ombi la upande wa mashtaka kuongeza ushahidi mpya. Upande wa mashtaka pia ulikata rufaa Mahakama ya Rufani. Rufaa hiyo ilishindwa pia, na kesi kuu ilisimama kwa karibu miezi mitano. Agosti 10 mwaka 2026 kesi ilianza tena. Agosti 17 upande wa mashtaka ulifunga kesi yao baada ya kuita mashahidi 17 kati ya 30 waliopangwa. Walisema ushahidi ulitosha. Lissu anayejitetea mwenyewe alidai kuwa hakuna prime facie case, ndio ushahidi wa kutosha kuendelea. Akaomba aachiwe huru na fidia kwa siku zilizotumika rumande. Agosti 21 leo hii tunavyozungumza, mahakama inatarajiwa kutoa uamuzi kama Lissu ana kesi ya kujibu au la, yani kama ataitwa kujitetea au aachiliwe. Hali ya sasa manake leo anatolewa rumande ndo analetwa hapa. Ndio. Kuna sauti nyingi, lakini si zote zinasikika. Lakini kuna sehemu moja ambapo kila sauti ina thamani. Hapo ndipo ilipo Global TV, sauti ya wanyonge, mtetezi wa wasio na pa kusemea. Global TV ni YouTube channel inayopendwa na watu wengi. Una biashara? Chagua platform yenye watu halisi.
Tangaza kupitia Global TV. Next level. Chukua hatua sasa.